wakati ndugu wanapoishi pamoja katika umoja, ni kama mafuta ya dhamana yaliyomiminwa kichwani, yatiririka kwenye ndevu, yakitiririka kwenye ndevu za Haruni mpaka kwenye upindo wa mavazi yake. Ni kama vile umande wa Hermoni unavyoanguka juu ya mlima Sayuni, kwa maana huko ndiko Bwana alikoamuru baraka yake, na hata uzima wa milele. Baba, neno lako tunaamini kwamba wiki hii ni wiki ya kukaa pamoja, na umeamuru kwamba hapo ndipo kuna uzima wa milele siku zote. Kama kanisa la mitume Bwana, kanisa la Kipentekosto, kanisa ambalo tunaamini katika jina la Yesu Kristo, Bwana, wazee wakapangilia kwamba wiki hii itakuwa ni wiki ya kukaa pamoja, wiki ya kusherehekea pamoja, na Mungu nasema kwamba inapendeza, na Bwana utashuka kuwa pamoja nasi. Ninaomba kwamba Mungu, kuanzia leo ambapo ni maandalizi ya kuenda kumuona mmoja wetu, Bwana tutie nguvu, uondoe ile mioyo ya kiburi, uondoe ile mioyo ya Kaini iliyojaa wivu, kwa sababu umetangaza baraka juu yake. Amina. Baba, ondoa mioyo za usekenyo, mioyo za vitina. Watoto wetu wanaimba, yeyote ambaye anayeharibu anafungiwa jiwe na akarushwa kwenye moto. Baya atakayekuwa na haribu wakati ambapo anamsapoti mchungaji ama mtumishi wa Mungu. Baba, huyu ndugu na mke wake na watoto wake wamewekewa mikono kwenye madhabahu haya kwamba ni wazee wa shauri kwenye nyumba, na neno lako linasema mimi na mke wangu na watoto tumeteuliwa kwenye madhabahu haya. Baba, ni viongozi, tunafaa kula katika meza ya madhabahu. Ibada hii Bwana uifuatilie na kuipigania katika jina la Yesu. Baba, tumeomba. Hebu mpe Bwana makofi mazuri. Unaweza ukapata nafasi na zile unakaa unamsalimia jirani yako na mwambia inapendeza sana wakati watu wanakaa pamoja. Haya. Nani anaweza kukumbuka maneno ya Jumapili? Nilisema nikitangulia hapa Jumapili nikataja nikasema kwamba ni hatari kabisa wakati ambapo namaliza mwaka mzima ama wiki tatu, mwezi mzima, mtu hajakuja kukula kwako. Mbinguni temporary ya abantu. Na Yesu asifiwe. Kifuatilia kabisa ni roho ya umaskini kubwa sana kwenye kiwango kikubwa. Ndio maana unaweza ukaona matajiri wanafika mahali wanatengeneza sherehe isiyokuwa na jina. Wanaitengeneza sherehe isiyokuwa na jina. Wanaandaa vitu vizuri. Wanaita watu, wanawaambia John mle katika hii familia. Maana wanaelewa kwamba pale chakula kinapokuwa kimetengenezwa kwa hiyo familia, watu wakila watatamka waseme asante. Na wakati wanasema asante, watakuwa neno thank you. That's why kwa ambao tunaongeaga na wazungu, unakuta kwamba wakati umemfanyia mtu kitu mzuri, anakuambia brother or sister thank you. Kwa hivyo neno asante ni neno kubwa sana, ama ni neno ambalo limebeba utajiri mkubwa sana kuliko yule mtu amekupea pesa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nikapanga nikasema kwamba ni muhimu wakati mwingine kama Mkristo ambao umeokoka, uandae hata ibada katika nyumba yako, uite watoto wako, wewe mama na baba, uite watoto walio Nairobi, wale watoto ambao wako wapi, uwaite wote walete kwenye familia yako. Utengeneze hapo, uchinje kuku, utengeneze mandazi hata kama hayataiva yakuwe vile yatakuwa. Watoto wako wote wakuje wakae, na unawaambia kucheni na marafiki zenu. Ongea na wao, wakule na wao, wakule na wewe, wakule na mume wako na mke wako, mkiwa hapo mfurahie, mcheke, muangalie yule mwenye anaenda kichwa baya, mumrekebishe, mwambie hapana, neno linasema tazama jinsi ilivyo
kupendeza wakati ndugu wanapoishi pamoja. Tafsiri nyingine nasema wakati ndugu wanapokaa pamoja katika umoja. Nasema katika umoja. Sema amina. Kwa hivyo ni muhimu sana kama kanisa katika ibada ya tarehe 26. Licha na kwamba Elda alitoa sehemu ambayo kanisa kihalali kama kanisa la Christ Salvation kwa ujumla lingekuja kupongeza mikono yake, lingekuja kutafuta zawadi liweke kwenye mikono yao, watafute kitu, ama kama hawangetafuta kitu wanunue shamba mahali fulani, waje wambariki, wamwambie chukua hii kwa sababu ulisimama wakati ule ambao tulikuwa na shida. Bwana apewe sifa. Sema amen. Wakati nasikia hiyo maneno, mpe Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo ni vizuri wakati mwingine idara kama la vijana tuimize hao vijana wetu. Ni vizuri wakati mwingine wapange ibada ya kuenda kumuona our director, na wakifika pale wafanye ibada abali tumepatia na watoto wetu vitu. Wakifika pale kiongozi wa vijana anawabariki, anawaambia Mungu awabariki. Unaona hiyo maneno vile natembea. Bwana apewe sifa. Hebu sema amina. Tumpe Yesu makofi mazuri. Unaona katika Injili ya Luka 18 kwenye ule mstari wake wa 15 inasema namna gani? Inasema pia watu walikuwa wakiletea Yesu watoto wachanga ili awakuze. Wakati mwingine sisi kama kanisa, kwa sababu Yesu Kristo ametupatia mamlaka hapa duniani, ametupa nguvu, hakuna vile anaweza akashuka yeye mwenyewe kuwabariki. Ndio maana wakati alikuwa hajakuja kwenye dunia alimtumia mtu ambaye tunaita Yohana. Ukisoma pale kwenye maandiko Injili ya Yohana ile mstari wa 4, Yohana akiandaa anasema yuacha nyuma yangu Masihi. Alipokuja katika kitabu cha Luka 18 hiyo mstari wake anasema 15, anasema kamati wa umati wa watu walimletea watoto akiwaguza na kuwabariki. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wakati mwingine lazima tufunuliwe siri ya kuwaona hawa wapakwa mafuta, waliobeba mafuta katika ministry. Siku moja wakati mkutano wa kina mama uliisha, nikasema kwamba inawapasa wa mama mkae chini mumwendee mama, kwa sababu mnaweza mkaona kwamba hakuna kitu ambacho ametoa. Paka nikawapa mfano wakati tukinunua hii drum set. Kuna watu walitoa 5,000, lakini wakatoa 10,000, lakini mimi mchungaji nakumbuka mchango wangu ulikuwa ni shilingi 1,000. Lakini pamoja na hayo kiangalia kiungu kikubwa cha kusababisha hii drum set inunuliwe, alikuwa ni mbeba maono paka mafuta. Mchungaji alichochea wakati ule ambao umelala, akaomba akasema Mungu akubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Pia Luka anaandika anasema kwamba wakati ilipofika watu walileta watoto, na walipoleta watoto Yesu aliwaguza akawabariki. Hebu sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna majina wachungaji wetu wa mitaa, mtabeba vitu washirika wa mitaa, nenda kwa huyo mchungaji wa mtaa, nenda mkae kwake, nenda mkae surprise. Akifika pale ili apate kitu cha kuomba, wakati ambapo mnaenda, let me show you. Baada mtamtoka kwa ugeni huu wa Elda, mtaona vile ana behave.